Sakata la watumishi wa umma kufikishwa mahakamani na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoani Njombe limeendelea tena, ambapo kwa mara nyingine taasisi hiyo halmashauri ya mji wa Makambako imewafungulia kesi ya uhujumu uchumi watumishi Rajabu Shomari Mlali mwenye umri wa miaka 44 pamoja na Froin Eugene Mgeni mwenye umri wa miaka 43 wakituhumiwa kumdanganya mwajiri, kutumia vibaya mamlaka walionayo na kugushi nyaraka ili kujipatia fedha. Nje ya mahakama ya wilaya ya Njombe, mwendesha mashtaka wa TAKUKURU Makambako Sungura Manumba amefafanua namna watumishi hao ambao ni walimu wakuu wa shule za msingi walivyokutwa na tuhuma hizo za udanganyifu na kujipatia fedha zaidi ya milioni 12 zilizotolewa na serikali kwa ajili ya watoto wenye mahitaji maalum. Naitwa Sungura Robert Manumba, ni mwendesha mashtaka wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa. Nafungua kesi uhujumu uchumi namba 14/399 mwaka 2026 na mshtakiwa wawili. Mshtakiwa wa kwanza akiwa na makosa matatu ikiwemo nyaraka kumdanganya mwajiri kinyume na kifungu cha 22 cha sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa sura ya 329 mwaka 2023. Kosa lingine la pili ni matumizi mabaya ya mamlaka kinyume na kifungu cha 31 cha sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa. Lakini vile vile kosa lingine aliloshtakiwa nalo ni forgery, kwa maana ya kugushi kinyume na kifungu cha 333, 335A na 337 cha sheria ya kanuni ya adhabu sura ya 16 ya mwaka 2023, huku mshtakiwa wa pili akiwa ameshtakiwa kwa kosa moja la kusaidia kutenda kosa kinyume na kifungu cha 30 cha sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa sura ya 329 ya mwaka 2023. Watuhumiwa wamekana mashtaka yao na hivyo wamepata dhamana. Wamepata dhamana. Kesi imepangwa tena tarehe 9 mwezi wa 7. Kesi inasikizwa mbele ya Mheshimiwa Matilda Kayombo. Watuhumiwa wote ni watumishi wa umma, wote ni walimu wakuu wa shule mbalimbali, mmoja akiwa ni mtumishi wa umma shule ya msingi Nyamande, lakini tuhuma zilimkuta akiwa mkuu wa shule ya msingi Idofi, ambao kimsingi tuhuma hizi zinatokana na walimu hawa kushirikiana kwa pamoja kutumia fedha ambazo zinaletwa na serikali kwa ajili ya wanafunzi watoto wenye mahitaji maalum. Wamekuwa wakizitumia fedha hizi kinyume na kama ilivyopangwa na serikali kwa ajili ya matumizi ya watoto wa mahitaji maalum. Hivyo wamekuwa wakitumia fedha hizi kujinufaisha wao binafsi.